Aprili 1. Jumanne, mwaka wa 2025. Wale walio na ahadi wa Korintho wa pili 7:1. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu kutoka kwa uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Sababu ya kuteseka imefunuliwa katika Biblia. Kwanza ni tukio la bustani ya Edeni. Baada ya kusikiliza maneno ya Shetani kwamba wao pia wanaweza kuwa kama Mungu, Adamu na Hawa waliasi neno la Mungu. Pili, walikamatwa na Shetani baada ya kukutana na zama ya gharika wakati Nuhu alipokuwa hai. Mwishowe ulikuwa mnara wa Babeli. Watu walianza kukusanya nguvu zao kwenda kinyume na Mungu, lakini mwishowe walishindwa. Wanefili ni kazi ya Shetani. Wameuteka ulimwengu baada ya kupita wakati na nafasi, na wamedanganya idadi isiyohesabika ya watu kupitia harakati ya tafakari ya kupita maumbile. Kwa hivyo, ulimwengu mzima umejaa roho zenye kiu ya kiroho na wale wanaosumbuliwa na matatizo ya akili. Hata hivyo, kutaniko la kanisa linazozana kila mara kati yao wenyewe. Kwa hiyo, kuna kitu unapaswa kufanya. Waisraeli mara kwa mara walitilia mkazo itikadi ya watu waliochaguliwa, itikadi ya Masihi, kushika sheria na harakati ya kibbutz, na kuwazuia zaidi watu kusikiliza Injili. Mataifa yenye nguvu yameanguka katika uvamizi, vita na biashara haramu ya binadamu, huku mataifa dhaifu yakiendelea kuporwa mali nyingi za asili, watu mashuhuri na ardhi zao kubwa. Vyombo vyao lazima vibadilishwe. Kwa hiyo watu wote wanahitaji faraja kutoka kwa Mungu. Moja, maombi yanayookoa nafsi yako ni lazima uchukue baptizan ambayo Kristo alitoa kama faraja yako. Baptizan ambayo Yesu alizungumza juu yake inahusisha Mungu wa Utatu na kiti cha enzi, jibu linalosuluhisha maisha yako ya zamani, ya sasa na yajayo. Mamlaka tano, nguvu inayomshinda mtawala wa ufalme wa anga CVDI, inayoona wakati ujao, na nguvu ya kumbi tatu. Mbili, maombi yanayookoa mwili wako lazima uanze njia ambayo Mungu wa Utatu hufanya kazi juu yake. Lazima pia uanze safari ya kambi ya kiti cha enzi huku ukishikilia majukwaa 10, siri 10, uhakikisho kwamba utashinda haijalishi hali ikoje, mkondo wa kuwa shahidi hadi miisho ya dunia, na jibu lako la maisha yote la kwenda kwenye miisho ya dunia. Tatu, maombi yanayookoa shamba pamoja na maombi ya kupokea uongozi wa Roho Mtakatifu, maombi ya kugundua hatua yako ya kugeuka, na maombi ya kupata uzoefu wa nguvu za Darakbang. Ni lazima uinue miongozo ya kwenda mlima Kalvari, mlima wa Mizeituni, chumba cha juu cha Marko, Antiokia, Asia, Makedonia na Roma. Unapowafariji wengine, lazima uwafariji kwa neno la Mungu. Watahuishwa pale tu utakapowafariji kwa utimilifu wa neno. Pia, ikiwa utawafariji kwa neno litakalotimizwa, watatiwa nguvu. Ombi la agano. Mungu Baba, ulimwengu huu unahitaji faraja yako. Kwanza, naomba uifariji nafsi yangu kwa uweza wako. Mwili wangu urejeshe nguvu hii ya kurejesha mazingira yote na kwenda kuokoa shamba, nipate nguvu ya kweli kuokoa makabila 5,000. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.